Uzuri ni kwamba katika uwekezaji wa ETFs ni kwamba haukuhitaji uwe na utaalamu mkubwa wa kuweza kutafiti data, kufanya analysis nyingi za kutafiti ya kwamba kampuni inafanya vizuri au haifanye vizuri. Katika episodi yetu ya leo tutazungumza kuhusiana na soko la hisa la Dar es Salaam. Tutaangazia zaidi changamoto ya ukwasi kwenye hisa na pia hatari ambazo zinapatikana kwa kutegemea au kuwekeza zaidi kwenye sekta moja, nikiwa na maanisha sekta ya benki. Mbali na hilo, tutaangalia fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana ili kuweza kuwavutia wawekezaji ambao ni vijana. Na je, kwa miaka 10 ni vitu gani ambavyo tunaweza tukategemea kuviona kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ili kuweza kulingana au kuweza kupiga hatua ukilinganisha na masoko mengine, likiwa na maanisha Nairobi Stock Exchange pamoja na Johannesburg Stock Exchange akiwa anafanya vizuri zaidi kwa Afrika. Sasa leo tuko na mtaalam ambaye atatuelezea zaidi. Jina langu mimi ni Emmanuel Walwa au Walwa. Naomba bila kupoteza muda niweze kukukaribisha. Karibu sana. Asante Mr. Emmanuel. Mimi naitwa Pamphilius Leonard Lushoke, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na uwekezaji. Nashukuru sana na pia nimefurahi kuwa na wewe kwenye podcast yetu siku ya leo. Kwa hiyo kwa sababu tumesema tunazungumzia soko la hisa, naomba bila kupoteza muda sasa tuanze kuzungumza kuhusiana na pengine tuanze na swali la kwanza. Hapa ukilinganisha DSE pamoja na masoko mengine, kwa mfano Nairobi Stock Exchange ya Kenya na GSE ya Afrika Kusini, tunaona kuna utofauti mkubwa kwenye kiwango cha biashara za hisa zinazofanyika kila siku hapa Tanzania. Baadhi ya hisa zinaweza kukaa muda mrefu bila kufanyiwa biashara. Kwa mtazamo wako, hali hii inaathirije au inaathiri vipi uwezo wa soko kuonyesha thamani halisi ya kampuni na kuhamasisha wawekezaji? Ni kweli kwamba soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange bado halijawa kubwa sana ukilinganisha na soko la Nairobi Stock Exchange pamoja na Johannesburg Stock Exchange. Kitu ambacho kinachangia kwamba ukwasi kuwa mdogo, cha kwanza kabisa ni kwa sababu ya ukubwa wa liquidity pamoja na wingi wa kampuni ambazo zimeorodheshwa katika masoko yao. Lakini pia katika muktadha huu inatuonyesha kwamba soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange lina uhitaji mkubwa kuongeza kampuni nyingi ili kuwavutia wawekezaji katika kuweza kuwekeza, sababu idadi ya kampuni zikiwa nyingi katika soko la hisa inatufanya sisi wananchi kupata na mwanya mkubwa wa kuchagua ni sehemu gani awekeze mwananchi, ambapo sasa hili liweze kuwepo inategemea liquidity ambayo inakuwepo ndani ya soko. Kama kwenye soko hakuna liquidity, tafsiri yake inapunguza uwezo wa watu kuwa attracted kwenye hilo soko, sababu inaweza ikachangia pia kwamba watu wakufia kupoteza pesa zao, ama wengine kutoliamini soko, kwa sababu anajua nikiweka pesa yangu anakuwa na shaka kwamba anaweza akahitaji baada ya muda kadhaa asiweze kuipata kiurahisi, kwa sababu liquidity ni ndogo, na maana hawezi kuwekeza kwa sababu ya namna hiyo. Na kipindi ambacho umezungumzia zaidi kuwavutia wawekezaji wadogo. Kwa nini umezungumzia wawekezaji wadogo, hujazungumzia labda pengine wawekezaji wakubwa? Kuna wawekezaji ambao wanahitaji kuingia kwenye uwekezaji ambao hawajapata kuwa na elimu ya kwamba wawekeze vipi katika soko la hisa, namna gani wawekeze, na wakishapata baadhi yao mitaji yao inakuwa midogo. Sasa mitaji inapokuwa midogo, sasa management of risk wakiangalia wakati mwingine wanaweza kuwa na hofu. Lakini pia tafsiri yake ni kwamba soko la hisa likiongeza upana wa liquidity na makampuni kuongezeka ndani ya soko la hisa, tafsiri yake ni kwamba tutapata pia mazao ya bidhaa mpya kama ETF ama real estate, trust investments zile ambazo zinakuwepo. Na pia sasa na maana tukipata ETFs, tafsiri yake ni kwamba zinawapa uwezo wa kuwekeza hata mtu ambaye hana uwezo wa kuchambua zile kampuni kuweza kuwekeza katika masoko ya fedha ya
hisa katika soko la Dar es Salaam Stock Exchange, na hapa itaweza kumfanya mtu ambaye ana kipato kidogo kuweza kuwekeza hata akiwa na pesa ndogo, lakini pia itamwezesha pia hata yule mtu ambaye alikuwa anahofia kwamba anapata kipato kidogo. Kwa mfano kuna mtu anapata Laki 5 afu anahofia kwamba nitawezaje kuwekeza katika soko hili kubwa, na unakuta kwa mfano kuna kampuni ambazo zina bei nyingi kubwa, lakini kuna hizi bidhaa mpya zikiingizwa sokoni kwa wingi zinaweza zikaifanya attraction kwa wale wawekezaji wadogo. Ana kipato kidogo, lakini kwa sababu zile bidhaa zinahitaji mtu awe na kipato kidogo aweze kuwekeza, zinamvutia mwekezaji kuweza kuwekeza. Lakini sio hivyo tu, na hii upana wa kuongezeka kwa idadi ya makampuni ndani ya soko la hisa itawavutia pia na mataasisi makubwa kuanza kuwekeza mle. Kuna taasisi kwa mfano taasisi za bima, taasisi za fedha ambazo pia bado hazijaanza kuwekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange, ambayo pia inaweza ikawa ni kivutio cha kuifanya soko letu likuwa kubwa na kupanuka ikalingana na haya masoko makubwa barani Afrika. Na hapo kwa nilivyokuwa na kusikiliza umeonyesha kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikafanyika ni kuhakikisha kwamba ukwasi unaongezeka, na ukawa umezungumzia kwamba yani makampuni mengi kuingia kwenye soko la hisa. Ni kitu gani kingine sasa ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kuongeza ukwasi kwenye soko la Dar es Salaam Stock Exchange na kuhakikisha soko linaonekana kuwa hai zaidi? Okay. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikafanyika ili ukwasi kuongezeka, cha kwanza ni kuelimisha wananchi wa Tanzania kuwa na mwamko wa kuwekeza ndani ya soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange. Hapa nikiwa namaanisha kwamba elimu ya fedha itolewe ya uwekezaji katika soko la hisa kuanzia kwa wanafunzi wa vyuo hata wa sekondari pia ikiwezekana, pamoja na wananchi wajasiriamali wadogo, kuwapa elimu na kuwapa mvuto na kuwaonyesha ni faida zipi watakazozipata katika uwekezaji wa soko la hisa, na pia na watu wanaofanya biashara mbalimbali, kwa sababu hapa Tanzania tuna wafanya biashara wengi ambao ni wakati wadogo pia na wakubwa, na unakuta wengine hawawekezi, sio kwa sababu hawataki, kwa sababu hawajui fursa hiyo iliyoko, kwa sababu elimu hawajaipata. Kwa cha kwanza ni elimu. Jambo la pili ni kuongeza makampuni ndani ya soko la hisa. Umezungumza vizuri kuhusiana na hivyo sasa kuyavutia. Bado nimepata swali jingine kwamba tayari tuna makampuni mengi Tanzania, si ndio? Ndio. Wewe kwa experience yako unahisi kwa nini yani hayajawa hivyo motivated kuingia moja kwa moja kwenye soko la hisa la Dar es Salaam? Haya makampuni hayajawa motivated kwa sababu yanaweza yasiwe na taarifa za faida zitakazozipatikana katika soko, lakini pia kutokana na podcast yetu ambayo ni nzuri hapa, wanaweza kawa wanatuangalia, wanatusikiliza, ni kwamba wanapoorodhesha kampuni zao katika soko la hisa ni kwamba wanapata faida kubwa ambayo inaweza ikaifanya kampuni kuongeza mtaji na kupata faida kubwa na kukua zaidi na kutanuka zaidi. Kwa hiyo sasa cha msingi mimi tunaweza nikashauri ni kwamba soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange kuendelea kuhamasisha makampuni ya binafsi na makampuni ya mashirika kujiunga katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange kwa kuwawekea vigezo ambavyo sio vigumu sana na ambavyo vitakuwa ni rafiki kwao, ili tuweze kuwa na makampuni mengi katika soko letu. Nashukuru sana na umeelezea vizuri. Sasa hapa natamani tuangazie upande wa utegemezi wa sekta ya benki, yani nikiwa namaanisha soko letu kwa kiasi kikubwa linategemea sekta moja. Naomba nirudi kwenye upande wa data kwamba kwa miaka ya hivi karibuni ukuaji mkubwa wa soko la hisa la Tanzania unaonekana kuongozwa zaidi na benki kama NMB pamoja na CRDB. Je, utegemezi wa sekta moja unaweza kuwa changamoto kwa maendeleo ya soko letu la mitaji? Ndio. Kwanza kabisa ninakubaliana kwamba kwa miaka hivi karibuni sekta ya benki ndo imekuwa tegemezi katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange, hususan kwa kampuni vinara kama NMB pamoja na CRDB. Hii hapa ninakubaliana kwamba inaweza ikawa ni changamoto kwenye soko letu, hali ya kiuchumi ikienda vibaya katika hatua za kupunguza hali ya uhitaji wa mikopo, yani tunasema demand ya mikopo ikipungua kwa watu ambao wanakuwa wanahitaji katika soko. Tafsiri yake ni kwamba itaifanya
sekta ya benki pia kudorora, au ikiwa na mikopo chechefu ambayo haijalipwa kwa muda mrefu katika makampuni ya mabenki, tafsiri yake ni kwamba itasababisha kiwango kikubwa cha soko roti kuwa dhaifu, kwa sababu tukiwa na sekta nyingi katika soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo pia katika sekta hizo kuna makampuni mengi yanawekeza katika soko letu, tafsiri yake ni kwamba yatafanya sekta moja ikiyumba, bado masekta mengine yanafanya vizuri ndani ya soko la hisa. Sasa kwa upande wetu wa Dar es Salaam Stock Exchange tunahitaji mwamko wa sekta nyingine kuongeza nguvu ya kuwekeza. Kwa mfano sekta ya viwanda, sekta ya madini, sekta za mawasiliano, ili kusudi kuweza kufanya coverage ya in case tukipata risk kwenye upande wa sekta moja kuwa na mdororo, tuweze kufanikiwa soko letu kuendelea kuwa imara. Na hapo bado tukiwa tunazungumzia hizi sekta, tayari kuna sekta nyingine ambazo zipo kwenye soko la DSE. Najaribu tu kuwaza ni kwamba mpaka hizi sekta za benki zina dominate, inamaanisha zile zimekuwa hazifanyi vizuri, au ni kitu gani ambacho sasa kimepelekea kwa hiyo sekta ya benki kuendelea kudominate zaidi ya zile sekta nyingine? Sababu ya kwanza ni kwamba ina uwezo wa mkubwa wa liquidity. Pili, inafanya uwekezaji wake kuwa na kivutio kikubwa. Cha kwanza, kwa nini kiwe kivutio kikubwa? Sababu tunaangalia sekta za mabenki, hususan hizi mbili tunazoziona ni giants kama NMB na CRDB, zimekuwa zikitoa magawio. Magawio yao yamekuwa yakionyesha kwamba kila mwaka yanapanda. Lakini sasa katika hizi sekta nyingine unakuta magawio yao baadhi unakuta yanapanda mwaka huu, alafu mwaka mwingine yanashuka. Sasa tafsiri yake ni kwamba wawekezaji wanavutiwa sana na makampuni ambayo yanaongezeka katika eneo la magawio, ambapo pia ni kivutio kikubwa kwa wawekezaji. Kwa hiyo sasa tafsiri yake ni kwamba haya makampuni makubwa, kitu ambacho kinafanya kuwa vivutio, kwanza ni utendaji kazi wake mzuri, lakini pili ni kwamba liquidity katika makampuni yale ni kubwa. Kwa hiyo mtu ana hakika akinunua share na akihitaji kuziuza muda wowote zitapata wateja na kuziuza, na anaweza kaingia kutafuta hisa anazozihitaji, idadi yoyote anayohitaji katika kampuni hizi za mabenki, na akapata hisa, na atakapozihitaji kuziuza atapata watu watakaozihitaji kuzinunua. Kwa hiyo ndio maana inapelekea mtu kuweza kufanikiwa sana kuweza kuwekeza katika makampuni hayo na kuacha haya mengine. Kwa hiyo sasa haya hapa yamekuwa na wawekezaji wengi, ndio kitu ambacho kinafanya kwamba kadri ya siku zinavyozidi kuendelea tunaona kwamba tumekuwa tukitegemea hayo kutoa faida kubwa katika masoko yetu ya fedha, lakini pia na kuweza kufanikiwa kuchangia kwa idadi kubwa ya kiuchumi katika taifa letu, haya makampuni ya mabenki hususan NMB na CRDB. Sasa kipindi ambacho unazungumza pia umegusia masuala mazima ya wawekezaji pengine kutoka nje ya Tanzania. Sasa Tanzania ina mambo mengi ya kujivunia kama uchumi unaokua, kampuni zenye faida na sarafu ambayo imeonyesha uimara kwa muda mrefu. Hata hivyo bado tunaona wawekezaji wengi wa kimataifa wanaelekeza mitaji yao zaidi kwenye masoko kama Kenya pamoja na Afrika Kusini. Kwa mtazamo wako, ni nini kinachofanya masoko hayo yaonekane kuvutia zaidi, na Tanzania inaweza kufanya nini kuongeza mvuto wake kwa wawekezaji wa kimataifa au kutoka nje? Kwa masoko ya NSE pamoja na GSE, kitu ambacho kinafanya kwamba yawe makubwa na wawekezaji kutoka nje wa attract sana katika hao masoko kwenda kuwekeza, cha kwanza nimesema ni kwamba yana liquidity kubwa, ikiwa ina maana kwamba yana uwezo mkubwa katika hali ya ukwasi. Tafsiri mtu anaweza akanunua share katika masoko hayo na akauza pasipo kuwa na shida yoyote na akapata fedha zake kwa wakati, na pia hisa zinauzika katika masoko hayo kiwepesi. Lakini pia ni kwamba masoko hayo yana nguvu pia
ya uwezo wa kutoa dividend nzuri, lakini pia na ukuaji wa makampuni katika hatua za hisa zao kukua kwa kasi bado unaonekana kuwa ni mzuri sana. Sasa naomba tuangazie ubunifu wa bidhaa za uwekezaji duniani na hata katika baadhi ya nchi za Afrika. Tunaona masoko ya mitaji yakileta bidhaa mpya za uwekezaji kama REITs ambao ni Real Estate Investment Trusts, pamoja na ETFs na derivatives ambazo zinawapa wawekezaji machaguo mengi zaidi ya kuwekeza. Unaonaje kasi ya ubunifu wa bidhaa za uwekezaji hapa Tanzania, na ni bidhaa zipi mpya ungependa kuziona kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ili kuvutia vijana na kuongeza ushiriki wa wananchi ambao wanataka kufanya uwekezaji? Ni kweli ni kwamba katika masoko makubwa yamekuwa na ubunifu wa kuweza kuhakikisha yanafanya vivutio kwa wawekezaji wengi, ambapo pia kwa Dar es Salaam Stock Exchange tunahitaji huo ubunifu kuongezeka. Na tunamshukuru Mungu kwa mwaka jana 2025 Dar es Salaam Stock Exchange imeanza kuongeza hilo vivutio. Ni pamoja na ETFs ambazo tunaziona zinaanza kuongezeka, na katika moja ya ETF ambazo tumeziona kuna ETF ya Vertex, lakini pia na iTrust, ambapo ni vivutio vikubwa katika kuweza kuwekeza kwa wawekezaji wa kila aina, wakati wakubwa pia na wadogo. Na tukizungumzia ETF ni nini, watu wengine wanaweza sura na elewa labda. ETF tafsiri yake ni kwamba exchange traded funds, ambayo inamaanisha kwa Kiswahili kwamba ni kikapu cha uwekezaji ambacho chenyewe kimeinclude hisa nyingi. Katika kikapu hicho, tafsiri yake ni kwamba una uwezo wa kuwekeza katika kampuni 5 ndani ya wakati mmoja kutokana na kuwekeza kwenye ETF. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye ETF unakuwa umewekeza kwenye kikapu cha kampuni nyingi. Faida zake ni nini? Ni kwamba kwanza unapunguza riski, kwa sababu katika kampuni moja hapo ikipata riski ikapata tengeneza hasara, kampuni zinazobaki zinatengeneza faida. Kwa hiyo sasa uzuri ni kwamba katika uwekezaji wa ETFs ni kwamba haukuhitaji uwe na utaalamu mkubwa wa kuweza kutafiti data, kufanya analysis nyingi za kutafuta kwamba kampuni inafanya vizuri au haifanye vizuri, kwa sababu wataalamu wa ETF tayari wanakuwa wenyewe wameshachambua yale makampuni kwa ubora wake na wameweka pamoja. Kwa hiyo unachokifanya wewe ni kujua namna ya kuweza kuwekeza katika hiyo ETF na kuanza kuwekeza. Kwa hiyo pia hii hapa ni nzuri ikiwa katika ndani ya soko la hisa, kwa sababu inawavutia wawekezaji wadogo, hata yule ambaye hana uwezo mkubwa wa kufanya tafiti za kampuni gani nzuri kuanza kuwekeza, kwa sababu pia riski yake sio kubwa kama mtu anayewekeza kwenye kampuni moja, ambaye pia atahitaji tafuta taarifa za hiyo kampuni, namna inafanya vipi. Lakini kwenye ETF tayari kampuni zinakuwa zimeshatengenezwa vizuri na zimehakikishiwa kwamba ni hizi kampuni ni nzuri, zinaweza zikazalisha faida kwa wawekezaji watakaokuja kuwekeza, na kwamba hazitaweza kuleta hasara. Pia tunashauri kwamba kwa wawekezaji wapya katika soko la hisa, hizi ETF ni nzuri kwa sababu hazitawapa pressure kubwa katika hali ya kufanya volatility ya kupanda na kushuka kwa bei, kwa sababu hizi hapa zitahakikisha kwamba ni sehemu salama, pamoja zinaweza kuwafanya wawekeze katika kampuni nyingi kwa wakati mmoja. Pia riski inakuwa ni ndogo kwa wawekezaji wa eneo la ETFs. Lakini pia mmeuliza kuhusiana na REITs, ambayo ni ule uwekezaji wa majengo ambao ni wa Real Estate Investment Trusts, ambapo sasa huu ni uwekezaji ambao tunautamani sana katika soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo tutaona kama ni kivutio kikubwa ukiingizwa, kwa sababu huu ni uwekezaji ambao mwekezaji ambaye hana uwezo wa kwenda kununua shamba akajenga nyumba akamkodisha mtu atakuwa na uwezo wa kuwa na milioni 5, lakini akafanya hivi vitu vyote, pakiwepo hazina za makampuni ya majengo na ardhi ama makampuni binafsi ya majengo na ardhi yatakayokuwako ndani ya soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa sasa tunayahitaji hayo makampuni ya uwepo, ambayo sasa yanaweza kaleta chagizo kikubwa sana kwa wawekezaji ambao wanatamani kuwekeza katika sekta hizo, kwa sababu ukiangalia sekta ya ardhi pamoja na majengo ni sekta ambayo inaongezeka katika thamani
kila siku, lakini pia inaleta faida nyingi. Sasa ikiwepo katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange, haya makampuni tafsiri yake inaleta chagizo kikubwa cha kuongeza kwanza wawekezaji, kwa sababu kuna wawekezaji ambapo sasa tunaongea wanawekeza kwenye real estate, lakini hawana mvuto wa kuwekeza kwenye hisa. Kwa sababu gani? Hawaoni kampuni yoyote ambayo inawekeza kwenye real estate katika soko la hisa, ambapo sasa ni masoko yetu, masoko makubwa kama Johannesburg na mengine duniani yana haya makampuni. Kwa hiyo unakuta inakuwa na kivutio kikubwa kwa wawekezaji kuwekeza. Kwa hiyo sasa hii pia itatusaidia kufanikiwa katika kiwango kikubwa cha kuweza kufanikiwa kuongeza wawekezaji. Wale wanaotamani kuwekeza kwenye real estate wataweza kuwekeza katika kampuni hizo endapo zitawekeza kwenye soko la hisa, lakini pia italeta chagizo kikubwa cha ongezeko. Wale watu tunaoona wanawekeza kwenye real estate, kiasi kikubwa cha watu tutakiona pia kinahamia kwenye kuwekeza kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, kwa sababu tayari makampuni yale yatakuweko huko, lakini pia yataleta kivutio kikubwa. Nina pesa ndogo, ninashindwa kununua kiwanja na kujenga na kupangisha na nikapata faida, nitaweza kununua share la kampuni hiyo na kuweza kupata faida. Na ni vitu gani ambavyo au ni mabadiliko gani ambayo ungependa kuyaona yakitokea kwenye soko la hisa la Dar es Salaam? Nikiwa namaanisha baada pengine ya miaka 10 ijayo, yani tukiwa tunazungumza kama yale masoko mengine ambayo tunayazungumza yanafanya vizuri hapa Afrika. Okay, mambo ambayo natamani kuyaona miaka 10 ijayo katika soko letu la Dar es Salaam Stock Exchange, jambo la kwanza ni ongezeko kubwa la makampuni ya uwekezaji, ambapo pia itakuwa ni chagizo kikubwa cha kuifanya soko letu kuwa kubwa na kuweza kuleta mvuto kwa wawekezaji kutoka nje ya nchi, lakini pia na wananchi wa ndani ya nchi kuweza kuwekeza katika soko letu. Lakini jambo la pili ni elimu, na hapa nazungumzia kwamba elimu kwa wananchi, elimu kwa watu mbalimbali wanaofanya biashara, lakini pia kwa wanafunzi. Tumekuwa na tendency ambapo tumeona kwamba wanafunzi wengi kwa sababu wanategemea wazazi, wanategemea pia serikali kulipia labda pengine ada, kutuwapa elimu ya uwekezaji katika eneo la kifedha, hususan kwenye mambo ya hisa. Lakini ni msingi sana ambapo pia tukiwatengeneza huku kwa kuwapa elimu, pia ndio wanaweza kawa ni chagizo kikubwa cha soko letu kufanyaje kukua katika hatua kubwa, lakini pia kuongezeka kwa watu wengi katika soko la hisa. Hapa ningependa kushauri kwamba elimu hizi za hisa zitolewe katika vyuo, katika mashule ya sekondari, ili vijana kufahamu kabla ya kuanza maisha ya kawaida mitaani, ili kusudi waweze kufanikiwa kuanza uwekezaji. Pia hii itatupa chagizo kikubwa cha soko letu kukua kwa kasi. Nashukuru sana na umeelezea vizuri sana kuhusiana na soko la hisa la Dar es Salaam, na nina uhakika watazamaji pamoja na wasikilizaji kuna kitu ambacho tumejifunza kuhusiana na hili soko letu la hapa Tanzania, na pengine tuna utayari wa kuweza kufanya uwekezaji. Na kitu kingine ambacho ningependa niwakumbushe tu, imegusiwa swala zima la real estate au kuwekeza kwenye majengo pamoja na ardhi. Hizi ni miongoni mwa episode ambazo tumezifanya, kwa unaweza ukatembelea channel yetu ya Sculpture Online TV ili uweze kujifunza zaidi. Na kwa wale ambao wanatamani kujua kuhusiana na ETF, niwahakikishie tu kwamba tutamleta mtaalamu ambaye ataelezea zaidi, na sisi tutaweza kujifunza zaidi na kuona ni namna gani tunaweza tukatumia fursa hii kuweza kuwekeza. Mbali na hilo, pia naomba tusisahau kutembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram ambazo zinakwenda kwa jina la PowerPod Podcast. Naomba usisahau kutembelea YouTube channel yetu na kuweza kusubscribe na kushare na watu wengine ambao wanatamani kujifunza zaidi kuhusiana na masuala mazima ya uwekezaji pamoja na biashara. Naomba tukutane wakati ujao. Asanteni sana.